katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi, bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Naomba nisiendelee. Tunaona neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Wafilipi, neno linavyozungumza. Maneno ambayo nataka kuyawekea msisitizo sana ni kutoka katika mstari wa 21, pamoja na kwamba nimesoma maneno mengi. Lakini neno la Mungu linazungumza katika kitabu cha Wafilipi, na maneno haya anayaandika Paulo, mtume Paulo ambaye aliwahi kutokewa na Yesu wakati fulani. Tunavyozungumza habari za Paulo, tunazungumza mtu ambaye aliwahi kulitesa kanisa, aliwahi kuwatesa watumishi wa Mungu. Lakini kabla ya kuondoka duniani, Paulo anatokewa na Yesu Kristo ambaye alikuja ili ulimwengu wote upate kuokolewa kwao. Sasa Paulo anafika mahali kwa ajili ya vifungo vya Injili, anafungwa gerezani. Na maandiko haya Paulo anayaandika akiwa amefungwa gerezani, akiwa katika kipindi cha mateso. Lakini Paulo anazungumza habari hizi ya kwamba kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Na leo nataka niwatie moyo wafiwa pamoja na waombolezaji wote. Maneno haya yatutie moyo kwamba kama tunaishi ikiwa tumekuwa ndani ya Kristo na tumemjua Kristo, kwetu sisi kuishi ni faida, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Mtoto huyu amekwenda kwa Baba, kwa hiyo kwake ni faida. Kwa hiyo tusihuzunike kama watu wasio na tumaini. Lakini tunamwangalia Paulo anaandika maneno haya akiwa katika mateso na kifungo. Kwa nini anazungumza habari za kifo? Na kwa nini anaongea habari ya yeye kufa ni faida? Tukirudi kwenye Biblia, maandiko matakatifu, hasa katika kitabu cha Agano la Kale. Biblia tunayoisoma ni muunganiko wa maagano mawili. Kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Inawezekana uko hapa na ulishawahi kusikia kwamba Biblia imebadilishwa. Hiyo si kweli. Kuna Agano la Kale na kuna Agano Jipya. Sasa tukirudi kwenye Agano la Kale, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 alisema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi kavu na kila chenye mwili kitambacho juu ya uso wa nchi. Na Mungu alimuumba Adamu akamweka katika bustani ya Eden ili aweze kuilima na kuitunza. Na akampa kwamba usile, akamwekea masharti kwamba matunda yote unaweza kula, lakini mti huu usiguse. Matokeo yake Adam anapopewa mke ambaye ni Hawa, anakwenda kula tunda ambalo Mungu alimkataza asile. Kwa sababu hiyo dhambi inaingia duniani. Na kwa mara ya kwanza kifo kinatokea, kwa sababu Mungu alipomuumba Adam hakumpa ahadi ya kwamba utakufa. Lakini baada ya kutenda ile dhambi, kifo kinaingia duniani. Leo hii kila tunapokaa, mara unasikia, ukifungua vyombo vya habari, unasikia kuna habari ya kifo, kuna habari ya ajali, watu wamekufa, kuna magonjwa ya corona, watu wanakufa, kuna watu wamekata vichwa wanakufa, kuna watu, yani mambo yamekuwa vurugu. Lakini hii ilitokea baada ya Adam kutenda dhambi katika bustani ya Eden, kukataa kutokufanya. Alifanya kile ambacho Mungu hakutaka afanye. Na sasa Mungu, kwa sababu alimuumba mwanadamu ili amiliki, sifa ya mwanadamu na chanzo cha kuumbwa kwake ni ili aweze kumiliki na kutawala. Mungu hakumuumba mwanadamu ili aishi katika mateso. Na kwa kuangalia Adamu ametenda dhambi, akafukuzwa katika bustani ya Eden, lakini Mungu akatengeneza mpango wa kumtafuta mwanadamu ili aweze kurudi kwenye nafasi yake ya kuweza kumiliki na kutawala. Na ndipo ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema baada ya Bwana Mungu kumkuta bustanini Adamu, anamuuliza, Adamu uko wapi? Anasema amejificha kwa sababu alikuwa uchi. Mungu anamuuliza, nani alikwambia ulikuwa uchi?
Ni swali ambalo mimi na wewe tunajiuliza, wapi paliandikwa kwenye Biblia, wewe ambaye umewahi kusoma Biblia, kwamba Adamu aliwahi kuvaa nguo? Lakini baada ya dhambi Adamu anajiona niko uchi, anamwambia Mungu, nimejificha kwa sababu nilikuwa uchi. Mungu anamuuliza, umekula wewe tunda la mti ambalo nilikwambia usile? Adamu anasema, ni huyu mwanamke ambaye ulinipa. Mwanamke anaulizwa, anasema ni huyu nyoka. Mwanzo 3:15 Mungu anamwambia, kwa sababu wewe umefanya hili jambo la kutokuitii amri yangu, kwa hiyo naweka uadui kati yako na huyu nyoka. Uzao wa mwanamke utakuponda kisigino, wewe nyoka, utakuponda kichwa. Yani uzao wa mwanamke utakuponda wewe nyoka kichwa. Nyoka ambaye ni Shetani, ambaye alimdanganya na kumlaghai Hawa ili ampe mume wake tunda wale pale katika bustani ya Eden. Alafu Mungu anamwambia nyoka, uzao wa mwanamke, yani nyoka mamlaka aliyopewa ni ya kumponda kisigino uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ukapewa mamlaka ya kumponda kichwa. Hiyo ni habari, nakupa historia ya kwa nini Paulo anaandika, kwangu mimi kufa ni faida. Au kisoma sasa, Mungu anamwambia Adamu, Hawa mwanamke ambaye alisababisha mume wake ale tunda, anamwambia uzao wa mwanamke, anamwambia nyoka, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Ukirudi sasa muunganiko wa maagano mawili kutoka agano la kale kuingia kwenye agano jipya, ukirudi kwenye kitabu cha Mathayo, injili ya Yesu Kristo. Siongei habari injili ya Mathayo, naongea injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo. Manake Mathayo vitu alivyoandika ni vitu ambavyo Yesu Kristo alivitenda. Ukirudi kwenye kitabu cha Mathayo, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, na huyo mtoto jina lake atakuwa ni Immanuel, ataitwa Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Yesu anapozaliwa duniani, tunamwona Yusufu anasimama kama baba tu aliyekuwa amewahi kumchumbia Mariamu, lakini Yusufu sio baba halisi wa Yesu kwa maana ya kumzaa. Yesu ni mwana wa Mungu ambaye alitabiriwa kwenye Mwanzo 3:15 ya kwamba uzao wa mwanamke utamponda Shetani kichwa. Kwa hiyo ili andiko litimie, Biblia ni muunganiko wa vitabu ambavyo haviachani. Yesu alitabiriwa tangu agano la kale linapoandikwa, lakini utabiri wake au nabii wake unakuja kutimia kwenye agano jipya, mahali ambapo Mathayo anaandika, Luka anaandika kwamba atazaliwa na kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Maana yake Yesu anazaliwa na mwanamke, mimba ambayo haikutungwa kama mimi na wewe, ya kwamba baba yetu na mama yetu, baba yako na mama yangu, baba yako na mama yako, au baba yangu na mama yangu walishiriki, au baba yake Recho na mama yake Recho waliposhiriki, alafu mbegu ya mwanaume ikaingia kwenye yai, kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke, akazaliwa. Hivyo sivyo Yesu alivyozaliwa. Biblia inazungumza ya kwamba malaika Gabrieli alienda akamwambia Mariamu, utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapo unatafuta uzao wa mwanamke, ili Yesu Kristo, ili yule ambaye alitabiriwa ya kwamba atakuja kumwokoa mwanadamu na dhambi zake, dhambi iliyofanyika kwenye bustani ya Eden. Maana Mungu alipomuumba Adamu, mpaka leo Mungu hafanyi kazi ya kuchukua udongo, maana wote tunajua Mungu alimuumba Adamu kutoka kwenye udongo, lakini mpaka leo Mungu hachukui udongo ili amtengeneze Recho azaliwe. Asili ya mwanadamu ni udongo, na ndio maana leo Recho tunamrudisha kwenye udongo asili yake. Lakini baada ya mara moja Mungu kumuumba Adamu ambaye ni baba yetu sisi wote, anaweka uwezo wa mwanadamu kuzalishana na kuzalishana. Kwa hiyo tunapozaliwa tunakuwa watu wenye dhambi, tuliotenda dhambi. Na ndio maana Mungu sasa, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo kabla ya kwamba dhumuni la Mungu kumuumba mwanadamu ili aweze kumiliki na kutawala, sasa Mungu anamrudishia mwanadamu utawala kwa kumleta yule aliyemtabiri kwenye Mwanzo 3:15 ya kwamba uzao wa mwanamke utakuponda wewe Shetani kichwa. Ndio maana Yesu Kristo anakuja kuzaliwa kwenye tumbo la mwanamke. Hakuna mbegu ya mwanadamu. Yesu anapozaliwa hakuna mbegu ya mwanadamu ambayo iliingia kwenye tumbo la Mariamu. Lilikuwa ni neno lililofanyika mwili ndani ya tumbo la Mariamu. Malaika
Gabrieli au malaika Jibrili alayhi salamu anakuja anazungumza na Mariamu na anapokea mimba kwa uweza wa Roho. Na Yesu Kristo anazaliwa kama mwanadamu, anaishi miaka 30 duniani, alafu anaingia kwenye utendaji miaka 3.5. Yesu ameishi hapa duniani miaka 33.5. Mission yake ilikuwa ni kumkomboa mwanadamu. Yesu anateswa kwa ajili ya dhambi yangu na dhambi yako mwanadamu. Anapelekwa msalabani, anakwenda kusulubiwa. Yesu alikufa kifo cha aibu. Yesu aliteseka. Yesu aliteseka kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ndugu unayenisikiliza mahali hapa, tumezoea kusema watoto ni malaika. Naungana na hilo kweli. Binti huyo nakumbuka siku ile anakuja kanisani, amevaa gauni lake jeupe na nilirekodi ile video. Namuona kama malaika Rachel aliyenyakuliwa na Bwana. Lakini nakwambia hivi, leo Mungu anatumia mauti ya mtoto huyu ili wewe upate kusikia habari ya Injili. Paulo anasema hata kama ni kwa hila, Injili itahubiriwa. Huyu binti ameandaa mkutano wa Injili, na ile siku ya mwisho utakwenda kujibu, utasema sijasikia habari ya Injili. Yesu atakwambia nilituma binti yangu duniani. Aliondoka kwa kifo cha kutumbukia kwenye shimo, ulikwenda kwenye maziko yake. Je, hukusikia yule dada mfupi aliyekuwa anahubiri habari za Yesu kwamba ni mkombozi wa ulimwengu? Yesu aliyetabiriwa kwenye Mwanzo 3:15 anakuja kufunuliwa kwenye Mathayo. Anazaliwa kama mwanadamu, anakwenda msalabani, anakufa akiwa ameibeba dhambi ya ulimwengu. Yesu anakufa, anazikwa kaburini. Yesu ndani ya kaburi anafufuka ndani ya siku ya 3. Leo ni viongozi wangapi wa dini? Ukisoma China kulikuwa kuna dini zake, ukisoma India kuna miungu yao, ukisoma watu wanaabudu miti, wanaabudu mizimu, wanaabudu mawe, wanaabudu vitu visivyofaa. Viongozi na waanzilishi wa dini wamekufa. Uliwahi kusikia wapi habari hata ya kusingiziwa mwanzilishi mmoja wa dini ambaye aliwahi kufufuka? Leo nakuhubiria habari za Yesu Kristo ambaye anakuja ili arejeshe uhusiano wa wewe na yeye uliyepotea pale bustani ya Eden ulipokuwa kwenye viuno vya baba yako, yaani Adam. Sasa mambo haya yanaendelea, na karibia kabisa kuhitimisha. Mambo haya yanaendelea, na duniani leo kuna theolojia nyingi sana, kuna imani nyingi sana. Watu wanakuambia sijui uko kaburini ukifa, sijui kuna nyoka mwenye vichwa 7. Na mimi niliwahi kuwa huko mahali fulani na nikapitia maisha, nikatamani kufa, nikatamani wakati mwingine ningejiua, lakini imani niliyokuwa nayo ilikuwa inaniambia kaburini kuna nyoka mwenye vichwa 7, kaburini sijui kuna nge, kaburini ili mradi tu ni hofu, ili mradi tu ni mateso, yani ili mradi tu mwanadamu usiwe na raha. Lakini leo nakwambia yuko Yesu Kristo ambaye ameleta raha ya milele. Leo ukiamua kumpa Yesu maisha yako, hizo huzuni zitaondoka kwako. Ukiamua kumpa Yesu maisha yako, Paulo anaandika, anasema kwangu mimi kufa ni Kristo, maana alifungwa kwa vifungo vya Injili. Na yamkini wakati huo walikuwa wana hofu kama za leo ya kwamba kaburini kuna vichwa 7. Paulo mwanaume ambaye ni mtume alikutana na Yesu live, najua, akawaambia msiogope, hata kama nimefungwa kwa vifungo vya Injili, yani hata ikitokea nitakufa, mimi kwangu kufa ni faida. Kwangu kufa ni faida. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa ndani ya Yesu, nakwambia kifo kinageuzwa kwa faida. Ni kama mfanyabiashara ambaye anafanya biashara zake, asubuhi anahangaika, anakwenda kuchukua mzigo, jioni anakuja kupiga hesabu, akipata faida anasherehekea, anasema biashara imenoga, anaongeza tena mzigo. Nataka nikutie moyo wewe ambaye tayari umemjua Yesu, kifo kwako hakiwezi kuwa hasara. Lakini wewe ambaye bado hujamjua Yesu Kristo, sauti hii sikike masikioni mwako, na tena ipenye kwenye moyo wako, na tena ikaingia kwenye kilindi cha moyo wako.
maana ile siku inakuja na tena inakuja ya kwamba Yesu atakuuliza, je, hukusikia? Je, hukuona? Je, hukuona ishara? Wapi uliona mkutano wa Injili unahubiriwa kwa marehemu aliyefariki, mtoto mdogo kama huyu? Huo ni upendo jamani, huo ni upendo wa Mungu. Hapa tunahubiri habari za upendo wa Kristo. Namalizia kwa kusema jambo ambalo Yesu amelitoa duniani ni kutoa uhai wake, na Paulo anajivunia jambo hilo. Anasema, kwangu mimi, maana nimemjua Yesu, kwangu mimi kufa ni faida. Kwangu mimi kufa ni faida. Alafu Biblia inasema, itakufaidia nini ndugu yangu ukipewa ulimwengu wote alafu ukamkosa Mungu siku ya milele, ukakutana na hao manyoka wenye vichwa 7? Maana sihubiri habari za kuzimu, yamkini huko kuzimu kweli wapo, lakini kwa aliyemjua Kristo ni raha ya milele, ni raha ya milele. Nasema ni raha ya milele. Hata leo mimi nikiondoka, msihuzunike kama wasio na tumaini, maana naenda kwenye raha na Baba yangu. Piga makofi, mpigie Bwana makofi. Yuko hapa leo, yuko hapa leo, yuko hapa leo. Na natamani uchukue wakati huu utafakari moyoni mwako. Hili ni neno ambalo ni la thamani sana kulisikia, na umshukuru Mungu vile amekupa neema ya kusikia hizi habari. Hebu inamisha kichwa chako chini. Wote wanadamu tumeumbwa na Mungu jamani. Inamisha kichwa chako chini. Hili ni neno la Mungu. Wewe inamisha tu kichwa chako chini hapo. Mimi nataka nifanye jambo moja na wewe, alafu tumalize tuendelee na ratiba nyingine, muda umeenda. Ukiwa umeinamisha kichwa chako chini, unasema, watu wote tuinamishe vichwa chini. Unasema, Mungu, nimezisikia hizi habari. Yamkini nimetembea kwenye hofu na mashaka na unatamani msaada wa Mungu. Mimi nataka kuomba na mtu huyo nikaribishe ili niweze kuendelea na ratiba nyingine. Inamisha kichwa chako, nasema naongea habari za Mungu aliye hai, aliyekufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu ili amuokoe na kumtoa kwenye mateso. Nyosha tu mkono wako hapo hapo, sikwambii wala hata usimame, maana tuko kwenye msiba. Nyosha mkono wako juu, wewe ambaye unatamani niombe na wewe.